Naam, ni siku nyingine tena tunarejea na madarasa yetu ya namna ya kutambua mimea na faida yake. Leo tunakuja na mmea huu unaoona kwenye picha hapo. Baadhi ya jamii nyingi wana majina yao, ila sisi tunautambua kama mkonko. Hii konko ni mmea mzuri sana, hasa zaidi kitiba. Ni mmea ambao unasaidia sana watu wengi ambao tunawaelekeza dawa hii, na inawapa nafuu na kupona maradhi yao. Ni tiba nzuri sana, ila leo nitakuja na maradhi matatu. Inatibu maradhi mengi, ila matatu leo hii nitawaelezea namna inavyotibu. Mmea huu unatibu maradhi ya kichaa. Kama kuna mtu ana kichaa sio cha kukusudiwa, kwa maana ya sio kichaa cha shiriki, aidha tu ni mtu ambaye amekumbwa tu na mkumbo huo wa kichaa, basi dawa hii inaweza kumsaidia vizuri sana na akakaa vizuri kwa namna pekee, kwa maana atachuma majani yake kwa wingi, kisha atasaga vizuri. Baada ya hapo atachanganya kwenye maji, kwa maana huyu ambaye atakuwa anamshughulikia huyu mtu atamchanganya kwenye maji, atamuogesha. Atakuwa anamuogesha kwa siku mara 3. Baada ya kuyasaga vizuri, atakuwa anamwogeshea maji kwa siku mara 3 ndani ya wiki 6. Hii hali itamwachia taratibu na atapona vizuri. Lakini pia kuna maradhi ya aina ya pili, maradhi ya kichocho. Pia hii inawasaidia sana watu wanaosumbuliwa na kichocho, kwa maana hii utachuma kamba zake, achana na majani. Utachuma zile kamba, utang'oa, alafu utatoa majani yake, utaacha kamba zile. Hizi kama utamsagia huyu mtu, utamsagia vizuri, utamchanganyia mchanganyio huu na maji kiasi. Atakuwa ananyweshwa haya maji yake, atakuwa ananyeshwa kikombe kimoja kila siku asubuhi cha lita 1 kwa muda wa siku 6. Kama bado atakuwa anaendelea nayo hii dozi, lakini ndani ya siku 6 ataanza kuona mabadiliko kwenye changamoto ya kichocho. Na changamoto nyingine ya 3 ambayo mmea huu unasaidia ni changamoto kwa watoto ambao wanakuwa na uongeaji wa kusuasua, kwa maana makuzi yake yeye ulimi wake unakuwa ni mzito sana. Basi mmea huu pia unamsaidia. Ni mti mzuri sana, ila kuna baadhi ya miti mikuu 7 ambayo atachanganyia na huu mmea, ambao tutakuja kuelekezana kwenye darasa lijalo. Lakini pia changamoto ya 4 ni changamoto pia kwa watoto wasioelewa. Watoto kuna wengine ni wazito sana kwenye kuelewa, basi mti huu pia unasaidia kwenye upande wa maradhi hayo. Baadhi ya madarasa yajayo utaelezea kwa upana zaidi ni namna tunavyofanya kazi zetu na namna ya aina gani ya dawa ambazo zinachanganywa na huu mti kwa ajili ya maradhi kama hayo na changamoto hizo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa 0716 93 0903.